wachezaji wazuri ambao ni wabunifu wakiwa na mpira mguuni, uwezo wao kupiga pasi kwenda eneo la mbele. Kuna kina Serge Poku kule, kina Adebayo ambao wana uwezo wa kukimbia, kufanya movement zile kwenye njia sahihi ili waweze kuwekewa mipira hiyo. So unamzungumzia Jonathan Soa ambaye amekuwa ni mshambuliaji mzuri sana. So ameingia kwenye nusu ya nanili, lakini angalia namna ambavyo anatumia nafasi ambazo anazitengenezewa pale mbele. Ni mtu ambaye anaweza kuziconvert zile nafasi na kugeuka kuwa mtaji mkubwa kwenye timu kama ya Singida. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nadhani Simba wanapaswa kuwa makini, na hususan mimi Simba msimu huu amekuwa na disappoint sana kwenye eneo lao la ulinzi. Ni timu ambayo imekuwa inaruhusu sana magoli kwa mara. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kama unaruhusu magoli, japokuwa na wao wanafunga magoli, lakini unapaswa sasa, ili umzuie Singida, ni kumzuia kuhakikisha kwamba apati mianya sahihi zaidi kwa watu wake wa pembeni cooperate, pamoja na eneo lao la viungo kuwa wanapiga pasi nyingi kupita katikati. So kama atafanya hivyo Simba kuhakikisha wanawanyima nafasi kucheza compact zaidi, wanaweza wakafanikiwa zaidi kuwazuia Singida makali yao. Ni kuziba mianya, yani wasipate mianya kukimbia pembezoni mwa uwanja, na eneo la katikati wasicheze, na itakuwa ngumu sana kupita katikati kwa Singida kwa sababu ya uwepo wa Ngoma na Kagoma kama watofanya rotation kubwa zaidi. Na mimi sioni rotation kubwa sana kwenye kikosi cha Simba kwa kulingana na namna ambavyo wanahitaji mechi ya leo. Kwa naamini kwamba Singida watapitia sana pembeni ambako Mohamed Hussein na Shomari Kapombe wanapanda sana, wanaacha nafasi zile ambazo ndo wao wanaweza kazitumia zaidi kutengeneza nafasi za magoli. Ni mechi ya kushinda, lakini Singida pia na wao wanapaswa kuchukua tahadhari yoyote kwa mnyama Simba. Mnyama leo anakuja kwa gia kubwa ujue. Kwa sababu anajua ikitokea leo akapoteza ama akasare, taratibu kwa walipofikia Simba kila mechi ambayo wanacheza ni finali, na tofauti na ushindi tayari wameshaharibu malengo yao ya msimu. Kwa kila mechi ambayo wanacheza hivi sasa Simba ni finali kwao. Na imezungumzwa sana issue ya rotation hapa. Kwanza mimi sidhani kama Simba wamekuwa na ratiba ambayo imekaribiana na mechi. Ukiangalia mechi zao 3 zilizopita walizocheza, zote wamekaa wiki kabla ya kucheza. Walivyocheza mechi ya mwisho wa ligi kutoka kwenye mechi ya KMC mpaka finali ya kwanza dhidi ya Berkane walipata wiki nzima. Na hata safari yao walifanya kwa direct flight. Kwa hiyo hakuna mizunguko sana ya uchovu wa safari. Kutoka finali ya kwanza mpaka finali ya pili pia walikaa wiki nzima. Kwa hiyo mechi 3 ambazo zilitofautishwa kwa wiki ni hii mechi tu ambayo wanakuja kucheza weekend na katikati ya wiki. Kwa hiyo sidhani kama ratiba yao imekuwa ngumu sana. Na sidhani kama bench la Simba linaweza lika sacrifice leo kufanya rotation kubwa. Sidhani kama kunaweza kaa na mabadiliko hata kwa 80% ya squad yao. Wachezaji wengi mhib nafikiria wataendelea kucheza pale. Miongoni mwa mchezaji ambaye sifikiri kama anaweza Fadlu ka sacrifice kuanzisha bench ni Ngoma. Ngoma ni mchezaji ambaye anachokieka ndani ya Simba hakuna mchezaji mwingine yote kwenye squad ya Simba anaweza akakifanya kitu ambacho anakifanya Ngoma. Ngoma yeye ndo anaifanya ile system ya timu itik pale. Na hata wachezaji wengine wanakuwa comfortable kutekeleza majukumu yao ya kiufundi kutokana na uwepo wa Ngoma. Kwa tunajua Simba wakiwa wanafanya build up, wale mafullback wao wanatakiwa kuhama eneo la mbele kwenda eneo la juu. Wanakuwa na uhuru wa kwenda eneo la juu kwa ajili wanajua wana Ngoma, mchezaji ambaye anaweza akauchukua mpira nyuma na akausafirisha ukaenda mbele. Kwa hiyo anawahakikishia umiliki wa mpira kwenye klabu ya Simba. Kwa hiyo automatically wachezaji wanakuwa flexible kwenda eneo la mbele, wanajua tu mpira utafika kule. Lakini anapokuwa hayupo yule, alafu kuna mchezaji mwingine pale ambaye kutoa mpira nyuma na kuupeleka mbele inakuwa ngumu, maana yake itaathiri hata wale kuwa na uhakika wa kwenda mbele mara kwa mara. Maana yake wanakuwa wanaona mipira inapotelea nyuma, alafu watakuwa na lazimika kufanya recovering runs za mara kwa mara. Kwa hiyo kuna muda utafikia watakuwa wanaona wasiwahi kwenda mbele, wabaki nyuma. Na hapo timu ambavyo inatakiwa kuoperate inaanza kupoteza ule ufanisi wake. Mbali na Ngoma nafikiri Shomari anaweza akaendelea kubaki kwenye kikosi cha kwanza. Ni mchezaji ambaye amekuwa na umuhimu mkubwa sana. Eneo hata Chamu nafikiri licha kwamba Hamza amekuwa na majeraha hapa katikati, lakini nafikiri Chamu ataendelea kwa sehemu ya kwanza. Kamara ataendelea. Eneo pekee ambalo unaweza kusema labda linaweza likawa mabadiliko ni mshambuliaji wa kati, na ni kwa ajili anachokifanya Ateba hakina utofauti sana na Mukwala.
Kwa lile ni eneo ambalo unaweza kusema labda hapa Mutale tunamwona anarudi. Yes, Mutale anaweza akaendelea kwa sehemu ya kosi ya kwanza, lakini sidhani kama kunaweza kuwa kuna rotation ya hivyo, hasa ukijua umuhimu wa mchezo na mtu ambaye anaenda kukabiliana naye. Okay, tusubiri tuangalie mambo yatakuwa namna gani katika mchezo huo wa hivi leo wa ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, lakini